Kwanza chukua nafasi hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, ambaye ametufanyia kila aina ya ukarimu na wema, hususan katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaokwenda kumaliza kati ya kesho au kesho kutwa. Lakini pili, niwashukuru Wanatanga wote kwa kuidumisha amani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa tumefanya ibada zetu kwa amani iliyotawala. Lakini wafanya biashara tunawashukuru sana na tunawapongeza kwa kumwogopa sana Mwenyezi Mungu kipindi chote, hususan katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumewahi kushuhudia kwenye Ramadhani za miaka iliyopita, wafanya biashara inapofika mwezi wa Ramadhani wanaona ndio mwezi wa kuchuma, wanaongeza bei za bidhaa masokoni. Lakini kwa miaka takribani mitatu ukiwemo mwaka huu, tunaona kwamba wafanya biashara wetu kwenye mkoa wa Tanga masokoni kiukweli wamekuwa ni wastaarabu, wamekuwa wenye kumwogopa Mwenyezi Mungu. Bei za bidhaa ukiangalia upatikanaji wake kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani bei ni zile zile. Kwa hiyo tunawashukuru na tunawapongeza sana. Tunapokwenda kuimaliza ibada hii ya mwezi huu wa Ramadhani, nipende kuwaasa sana Wanatanga wenzangu, tuendelee kuishi kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha. Tuache yale yote ambayo Mwenyezi Mungu ametukataza. Na hiyo ndio maana halisi ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tunafahamu kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi walioamini, kumewajibishwa juu yenu kufunga kama kulivyowajibishwa kwa wale waliokuwa kabla yenu, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu. Baada ya Ramadhani, ili tuwe tumefunga kweli, tuendelee kuidumisha amani iliyopo katika nchi yetu, ikiwemo mkoa wetu wa Tanga. Kufanya hivyo ndio tafsiri halisi hasa ya kwamba sisi tulifunga Ramadhani iliyo sahihi. Ndani ya mwezi wa Ramadhani tulisaidiana. Kwa yule ambaye uwezo wake ulikuwa ni mdogo, alisaidiwa na yule mwenye afadhali. Haukukubali kumuona mwenzako amefunga na watoto wake kutwa nzima, halafu jioni imefika cha kufuturu hana, halafu wewe ukafuturu na watoto wako. Hatukuweza kukubali, tulisaidiana. Naomba nitoe salamu za Eid al-Fitri kwa Wanatanga wote, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Mwezi huu unakwenda kumalizika, kati ya kesho au kesho kutwa, itategemea mwandamo wa mwezi na namna ambavyo vyombo vya kisheria vya kutangaza mwezi katika nchi yetu vitatueleza. Lakini tuingie katika Eid al-Fitri tukiwa na upendo, umoja, mshikamano. Tuingie katika Eid al-Fitri tukiwa ni kuidumisha amani ndani ya mkoa wetu wote wa Tanga. Wale wote wenye viashiria vya kuvunja amani lazima tuwakemee kwa kinywa kipana sana. Tusikubali waje watu waturubuni kwa maneno ya kisiasa,
wajewapa turubuni kwa namna wanavyojua wao wenyewe kwa waliowatuma kuvunja amani ndani ya mkoa wetu wa Tanga. Hilo kama Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, naomba niwasihi wanatanga wote tuidumishe amani katika mwezi huu unaokuja wa Eid al-Fitri, lakini katika miezi mingine yote. Kwa sisi Waislamu tunafahamu kwamba Ramadhani inapomalizika ipo zaka inaitwa zakatul fitri. Zaka ile hupewa mafukara na maskini, watu wenye uhitaji maalumu, ili kila mmoja aweze kusherehekea ndani ya siku hii. Nikuombeni sana kila mmoja jitahidi kutoa zaka hii ili kuwasaidia watu wenye uhitaji, ili kila mmoja aingie katika sikukuu hii akiwa na furaha kama mwingine katika mkoa wetu wa Tanga. Katika mwisho huo pia na kuombeni wanatanga tuendelee kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema na umri mrefu ili aendelee kutumikia Watanzania. Sisi wanatanga hatuna mashaka hata chembe juu ya rais wetu kwa namna ambavyo anaiongoza nchi yetu. Sisi wanatanga tuchajipambanua kwamba katika uchaguzi wa mwaka huu wa kumchagua Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wabunge pamoja na madiwani, tulishasema kuhusu Mheshimiwa Rais hatuna rais mwingine zaidi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa niwaombe sana wanatanga tuendelee kuombea rais wetu, tuendelee kukiombea chama chetu. Chama hiki kipo kwa ajili ya kuwasaidia. Baada ya salamu hizo, niwaambie wana CCM wenzangu, najua mmemisi siasa zetu za chama chetu. Tunakwenda kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunakwenda kumaliza sikukuu ya Eid al-Fitri. Sasa tunakwenda kuwasha moto wa chama chetu mpaka pale tunapokuingia uchaguzi mkuu mwezi wa 10 mwaka huu 2025.